Hatimaye Samia Suluhu Hassan ametimiza azma yake ya kusafishwa na tume ya Jaji Chande ambayo leo imewasilisha ripoti yake. Makala hii ya Jasusi TV inakuwa tofauti kidogo na nyingine ambazo pengine umekutana nazo. Yenyewe inajikita zaidi katika yale ambayo yamesikika japo hayakusemwa. Hiki ni kitu muhimu sana katika tasnia ya intelijensia, kusikia yale ambayo hayajasemwa. Kwa hiyo katika kuanza na uchambuzi huu, kwa muhtasari ni kwamba leo Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Othman Chande amekabidhi ripoti ya tume ya uchunguzi ya matukio ambayo ameita ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, na ripoti hiyo imekabidhiwa kwa Samia Suluhu Hassan. Hiyo tume iliundwa Novemba 20 na ilipewa awali muda wa miezi mitatu, baadaye ikaongezewa muda mpaka siku 42, baadaye ikaongezewa siku 21. Kwa ujumla imefanya kazi kwa siku 153. Tume hii tangu mwanzo ilikuwa na matatizo, lakini hilo sio la msingi sana ukilinganisha na kilichomo katika ripoti ya tume hiyo. Kwa mujibu wa tume, inadai kwamba imewafikia watu 63,603 kwa njia mbalimbali, na kwamba ilifanya uchunguzi katika mikoa 11 na wilaya 21. Kwa hiyo baadhi ya vitu muhimu ambavyo havikusemwa lakini vimesikika ni kwamba, kwanza, tume imekiri mauaji. Haijalishi wamesema watu wangapi wameuawa, lakini kitu kimoja ambacho serikali ya Samia Suluhu Hassan imekwepa tangu Oktoba mwaka jana mpaka hivi leo ni kukiri kwamba imeua watu. Kwa hiyo tume imefanya hivyo kwa kukiri, japo imepunguza kwa kiasi kikubwa sana idadi ya waliouawa. Wakati tume inasema kwamba vifo vilikuwa 518, taarifa mbalimbali zinaeleza kwamba idadi ya waliouawa ni zaidi ya watu 10,000. Lakini hilo si la muhimu sana kwa sasa, kwa sababu litakuwa na wakati wa kuliongelea ipasavyo. Kwa hiyo kwa mujibu wa tume inadai kuwa watu waliouawa ni 502, sawa na 96.9. Askari na maafisa wa vyombo vya ulinzi na usalama ni 16, sawa na 3%. Na akadai kwamba watu 373 walifikishwa hospitalini wakiwa tayari wamefariki, 121 walifariki wakiwa wanatibiwa, na miili 24 haikuwa na taarifa kutoka vituo vya afya. Na akadai kwamba miili 480 ilitambuliwa na kuchukuliwa na familia. Kadhalika watoto 21 waliuawa, 15 wakiwa na umri kati ya miaka 15 na 17, 4 wakiwa umri wa miaka 7 hadi 10. Kwa hiyo hili moja la watoto lina umuhimu wa kipekee, kwamba kuna watoto waliuawa. Hili halikutajwa waziwazi, lakini kinachoelezwa katika ripoti hii na kauli ambazo akizizungumzia Samia Suluhu Hassan ni kwamba hawa walikuwa wakifanya vurugu. Sasa unaweza ukajiuliza, mtoto mwenye umri wa miaka 7 hadi 10 alikuwa anafanya vurugu gani? Kwa hiyo ni wazi kwamba kuna walakini mkubwa katika ripoti hiyo ya tume. Kwa hiyo imethibitisha kwamba watoto 21 waliuawa. Kama nilivyosema awali, idadi hii ndogo haina maana hata ingekuwa kubwa. Ukweli ni kwamba kuna watoto waliuawa, na kama kuna watoto waliuawa, maana yake ni kwamba waliouawa, kuna idadi ya watu waliouawa ambao hawakushiriki katika hicho kinachoitwa vurugu. Na kwamba tume ilidai kuwa ghasia hizo zilikuwa zimepangwa, kuratibiwa na kufadhiliwa, na ikasema kwamba wahusika waliwashawishi vijana, watu waliokuwa katika mazingira magumu, wasio na ajira na waliokata tamaa. Na akatolea mfano kwamba kuna kijana miaka 16 kutoka Usariva mkoani Arusha aliyedai kwamba aliahidiwa shilingi milioni 5 kushiriki. Hata hivyo, kumbukumbu za tume yenyewe zinaonyesha kuwa kati ya watoto 21 waliouawa, 4 walikuwa na umri wa miaka 7 hadi 10, 2 walikuwa chini ya umri wa miaka 5. Na tume hiyo haijaeleza kwenye taarifa yake jinsi watoto wa umri huo walivyoingia katika mfumo wa mafunzo maalum au uratibu. Unaposema kwamba vijana walioandamana walikuwa wamepewa pesa, sasa hao watoto wa miaka 5 mpaka au miaka 7 walikuwa wamepewa pesa na nani, au wameandamana namna gani? Jambo jingine ambalo limegusiwa na hiyo tume, japo halikutajwa hadharani, ni kuhusu makaburi halaiki,
kwamba Novemba 2025 mashirika ya kiraia, vyombo vya habari vya kimataifa na familia za waathirika ziliripoti matukio ya mazishi ya kisiri, na tetesi zilikuwa sehemu kubwa ya hadidu ya rejea hiyo tume. Lakini katika uwasilishaji wa ripoti yake, Jaji Shande amedai kwamba hakukanusha kwamba hakukuwa na makaburi ya halaiki, lakini lugha iliyotumiwa ilikuwa ni ya kitaalam zaidi, ambapo amesema kwamba tume haijathibitisha lakini haijakanusha kwamba hakikuwepo. Hili ni la muhimu sana, na kuna tofauti kati ya hayapo na hatujathibitisha. Hii ni tofauti kubwa. Kukana ni tamko la uhakika, kutothibitisha ni tamko la mipaka ya uchunguzi. Kwa hiyo takwimu ya miili 38 isiyotambuliwa ambayo ni sawa na 7.3% ya jumla ya vifo vilivyothibitishwa, pamoja na kauli ya Jaji Chande kuwa idadi halisi ya vifo yaweza kuwa kubwa kuliko 518 kutokana na mazishi yaliyofanyika nje ya mfumo wa hospitali, vinaacha swali la makaburi ya halaiki wazi. Kwa hiyo japo haijasemwa, lakini kwanza imethibitika. Japo tume inadai haijathibitisha, lakini light hiyo tume ingesema kwamba hakuna makaburi ya halaiki, hiyo ingekuwa ni habari tofauti. Jambo jingine ni kuhusu utekaji, ambapo tume imesema kwamba matukio zaidi ya matukio 758 ya kupotea, utekaji unaodaiwa au watu waliojipoteza wenyewe. Hii ni lugha ya kebehi, kwamba kuna watu wanajipoteza wenyewe lakini wanaripotiwa kama wamepotea. Na tume lakini hata hivyo tume haijaeleza nani walioteka, kwa sababu unapozungumzia kwamba kuna watu wametekwa, hata kama kuna baadhi ambao inadaiwa kuwa walipatikana, hakuna taarifa iliyotolewa na hii tume kuhusu nani alihusika na utekaji huo. Hakuna taarifa kuhusiana na watu waliomteka Dionis Kipanya, Deusdedith Soka, Jacob Mlai, Frank Mbise, Humphrey Polepole, Mdude Nyagali. Hilo halijasemwa. Kadhalika kuna watu 445 hawajulikani walipo, na hii imethibitishwa rasmi na serikali. Kwa hiyo kuna idadi kubwa ya watu ambao kwa hizi takwimu zilizochezewa si la muhimu sana. Kweli ingependeza wangekuwa wa kweli katika hizo takwimu, lakini kuna kukiri kuhusu vitu mbalimbali. Kadhalika kuna swala hapa la hotuba ya Samia. Na hotuba yake ametangaza hatua 6. Kwanza ni kuundwa kwa chombo cha upelelezi wa jinai kitachowafuatilia waliopanga, walioratibu na waliofadhili ghasia, na pia kwamba idadi ya vifo 518 ndio takwimu rasmi ya serikali ya watu waliouawa actually katika yaliyojiri kuanzia Oktoba 29 na siku zilizofuata. Halafu akadai kwamba kuna hatua za kinidhamu na kisheria dhidi ya watumishi waliokiuka majukumu, uchunguzi wa mazingira ya waathirika, pia kukamilisha mchakato wa mabadiliko ya katiba, pamoja na kuelekeza vyombo vya usalama kuendelea na majukumu yao. Na akadai kwamba hiyo ripoti ni yake, anayo mamlaka ya kuamua nini cha kutoa hadharani na nini cha kutotolewa hadharani. Kwa hiyo hilo ndilo hasa linalompa jeuri ya kutoweka hicho kitu hadharani. Sasa kwa hakika ripoti hii inatatiza sana, lakini la muhimu zaidi ni kuelewa nini ambacho kinafuata. Kinachofuata si kizuri, na hiki kinapaswa kuwaogopesha watu wengi, kwa sababu kuna watu ambao watatolewa kama mbuzi wa kafara katika hao wanaodaiwa kwamba watendaji wa serikali watakuchukua hatua nidhamu, lakini hawa si muhimu, kwa sababu hawa ni sehemu ya hao wahalifu waliofanya huo unyama wa kuua watu kiholela. Kwa hiyo kama kuna watu ambao watapoteza kazi, watachukuliwa hatua, hilo halina umuhimu kwa jamii. Lakini kibaya zaidi ni kwamba imedaiwa kwamba kuna watu vijana mashujaa wa Gen Z waliouawa walipewa fedha kati ya shilingi 10,000 mpaka 50,000 ili kufanya hivyo. Nani ambaye alipewa fedha na kulikuwa na uthibitisho gani kwamba watu wamepewa fedha? Hili limefanyika katika kuwabebesha lawama watu, lakini kuendeleza utaratibu wa kuwinda watu, kwa sababu kinachofuata katika hiki chombo ambacho Samia anasema kimeundwa ni kutaja majina ya watu ambao watafanyiwa huo uchunguzi, kinachodaiwa kama ni uchunguzi. Lengo ni kuhalalisha operesheni za kinyama zinazoendelea sasa hivi. Kuna idadi kubwa ya maharamia ambao wametumwa huku nje ya nchi na wametapakaa nchi nzima, wakiendelea kuteka watu, kulawiti watu, kubaka watu
na kuua watu. Kwa hiyo kimsingi ni kama hii imefanya kama kuhalalisha kwamba zoezi hilo litakuwa ni sehemu hakuna cha umuhimu wa kuundwa kwa chombo, kwa sababu tayari vyombo vilivyopo vinafanya hicho kinachofanyika. Lakini kingine katika kuelekea mwisho wa makala hii ni jinsi kile ambacho Jasusi TV imekuwa kielezea kwa kitambo huko nyuma kuhusu jitihada za kuibebesha lawama Chadema na pia kumbebesha lawama Mheshimiwa Tundu Lissu. Katika maelezo ya tume wamedai kwamba wanaharakati na wanasiasa wamechochea na wametaja kampeni ya no reforms no election. Sasa hapo ni moja kwa moja unafahamu kwamba chama kinachozungumziwa ni Chadema. Mwanasiasa anayezungumziwa au wanasiasa wanaozungumziwa kwa hakika sio Profesa Lipumba, kwa hakika sio chama cha ubwabwa, kwa hakika mlengwa hapa ni Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chadema. Ni mapema mno kuweza kutoa tathmini ya jumla, lakini ulitaka tu kuwapa mwangaza katika hili, halafu uchambuzi kamili utafuatia hapo mbeleni. Asanteni na kwaherini.